Ni jambo la faraja kwangu kuungana nanyi katika tukio hili muhimu na adhimu ambalo linaijengea sifa nzuri Zanzibar na Tanzania kwa ujumla katika masoko ya ndani na ya nje ya nchi yetu kwa kuhamasisha ushindani wenye tija na kuongeza ubora wa bidhaa na huduma. Tunzo hizi za umahiri ni ishara ya juhudi kubwa zinazofanywa na taasisi, makampuni, wajasiriamali na wadau mbalimbali katika kuhakikisha viwango vinazingatiwa katika uzalishaji na utoaji huduma. Ni dhahiri kuwa ubora wa bidhaa na huduma ni msingi muhimu wa kulinda afya na usalama wa wananchi pamoja na kukuza ushindani katika masoko ya ndani na nje ya nchi yetu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa kutambua umuhimu wa viwango vya bidhaa na huduma ndani na nje ya nchi yetu, imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kuweka mazingira bora ya kuhakikisha ubora wa viwango hapa nchini. Miongoni mwa hatua hizo ni pamoja na kuanzishwa kwa Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS kupitia Sheria ya Viwango ya Zanzibar namba 1 ya mwaka 2011 na kuipa jukumu la kuweka viwango na kusimamia ubora wa bidhaa na huduma pamoja na kufanya uchunguzi wa bidhaa na huduma kupitia maabara mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha usalama na afya ya mtumiaji. Aidha, hivi karibuni serikali imezindua mfumo jumuishi wa kielektroniki unaojulikana kwa jina la ZBS Viwango. Mfumo huu wa kisasa umewezesha Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS kuweza kufuatilia bidhaa kwa usahihi zaidi, kutoa vyeti vya ubora kwa haraka na kuwawezesha wadau wote kupata taarifa kwa njia ya kidijitali. Hatua hii pia imeongeza ufanisi zaidi katika sekta ya viwanda na biashara na hatimaye kuchochea maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Kadhalika, katika kuhakikisha ZBS inakuwa ya kisasa zaidi na kuendana na mabadiliko yanayoibuka kila leo, serikali imedhamiria kujenga jengo la kisasa katika eneo la viwanda la Dungazuze ambalo litakuwa na maabara 20 za kutolea huduma mbalimbali na litakuwa la kwanza kwa ukanda wa Afrika Mashariki katika utoaji huduma. Kwa sasa hatua ya ujenzi huo umefikia katika ukamilishaji wa michoro na baadaye kutafuta mkandarasi kwa hatua za ujenzi. Vile vile kwa upande wa Pemba, serikali imepanga kujenga maabara ya kisasa na jengo la utawala katika eneo la viwanda cha Manangwe ambapo tayari hatua za kutayarisha michoro zimekamilika na hatua inayofuata sasa ni kutafuta mkandarasi ili kuanza ujenzi huu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuimarisha Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia duniani katika kuhakikisha ubora wa bidhaa kabla ya kumfikia mtumiaji. Napenda kutumia fursa hii kuwahimiza wazalishaji, wafanya biashara na watoa huduma wote kuendelea kuzingatia viwango vilivyowekwa, kwani katika dunia ya leo yenye ushindani mkubwa, ubora wa bidhaa na huduma ndio silaha muhimu ya mafanikio ya kiuchumi. Ni muhimu tukakumbuka pia ubora wa bidhaa na huduma si jambo la hiari, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Vile vile tufahamu kuwa ubora wa bidhaa si jambo la bahati, bali ni matokeo ya maamuzi sahihi, uwajibikaji, uaminifu na uwekezaji katika mifumo bora ya uzalishaji. Nyote mtakubaliana nami kwamba bidhaa na huduma bora huongeza imani kwa walaji na kufungua fursa za masoko mapya ndani na nje ya nchi yetu. Mtaalamu wa masuala ya masoko nchini Marekani, Bwana Philip Kotler, anasema mteja anarudi pale anapopata thamani ya ubora unaoendana na matarajio yake. Pia aliwahi kusema tangazo bora zaidi hufanywa na wateja walioridhika. Mwisho wa kunukuu.
Ni jukumu letu sote kuhakikisha kuwa Zanzibar inaendelea kuwa kitovu cha bidhaa na huduma zenye viwango vya ubora vinavyokubalika kitaifa, kikanda na kimataifa. Na hii ndio kusema kwamba ubora wetu fahari yetu. Hatua hii ya leo imeweza kufikiwa kutokana na uaminifu wenu katika utekelezaji wa kazi zenu. Tunzo ambazo leo mtatunukiwa, kwa wale ambao mtabahatika, mkumbuke kwamba mmepewa dhamana kubwa ya kuwa mfano kwa wengine. Niwaombe sana kuendelea kuzalisha na kutoa huduma zenye ubora, kwani ubora si tukio la siku moja, bali ni suala endelevu kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Tumieni ubunifu na teknolojia kuboresha huduma zenu ili ziweze kushindana katika masoko ya kitaifa na kimataifa. Kadhalika, kwa wale ambao hawatobahatika kupata tunzo kwa siku ya leo, na wasihi msikate tamaa, bali muendelee kujitahidi ili mwakani, panapo majaliwa, muweze kuzipata tunzo hizi, na sina shaka kwamba mwakani tunzo hizi zitakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Napenda kuwakumbusha juu ya suala zima la kutunza amani na mshikamano katika taifa letu. Bila ya amani hakuna hatua ya maendeleo ambayo tutaweza kuifikia. Kila mmoja wetu ahakikishe anakuwa balozi mzuri wa kuidumisha amani yetu.